Mani leo tumehitimisha zoezi la siku ya leo na mahakama imeahirisha shauri hili mpaka Jumatatu. Sasa siku ya leo, wakati shahidi watatu wa serikali anaendelea kutoa ushahidi wake, aliomba kutoa vielelezo viwili, flash disk pamoja na ambayo alifanyia uchunguzi. Mtakumbuka kwamba shahidi huyu alijitambulisha kama expert, yani kama mtaalamu ambaye alikabidhiwa vielelezo kadhaa ili aweze kuvifanyia uchunguzi. Sasa leo kwenye mwendelezo wa ushahidi wake, shahidi aliomba mahakama hii aweze kutoa vielelezo vile. Sasa Mheshimiwa Lissu leo ameweka mapingamizi na sababu 4 za kupinga vielelezo hivyo kupokelewa hapa mahakamani. Sababu ya kwanza, Mheshimiwa Lissu anadai vielelezo hivyo ambavyo shahidi alikuwa anaomba vipokelewe leo havikusomwa kwenye mahakama ya ukabidhi. Mtakumbuka kwamba hili ni kesi ambayo mwanzo wake imeanzia Kisutu kwenye maandalizi ya awali, na ni mtazamo wa kisheria kwamba vielelezo vyote vinavyopokelewa huku juu kwenye trial, kwenye kusikilizwa hii kesi, ni lazima viwe vilisomwa kwenye mahakama ya awali kwa maana hii na kwa muktadha wa kesi hii kule Kisutu. Kwa hiyo kwa maoni yake anasema vielelezo vile havikusomwa kule, kwa hiyo havipaswi kupokelewa hapa. Sababu ya pili ni sababu ya kisheria ya uhalali wa shahidi mwenyewe kutoa vielelezo hivyo. Nimesema awali, shahidi huyu alijitambulisha kama expert wa kufanya uchunguzi wa picha. Mamlaka yale anayapata kwa mujibu wa sheria. Sasa Mheshimiwa Lissu kwenye mapingamizi yake anadai shahidi huyu hana hayo mamlaka kisheria kwa sababu ya hati iliyomteua yeye kuwa mchunguzi. Hati hiyo ilisainiwa na mwanasheria mkuu wa serikali wakati sheria ilikuwa inataka uteuzi ule ufanywe na DPP, yani Director of Public Prosecution. Sasa ni hoja ya Mheshimiwa Lissu kwamba mwanasheria mkuu wa serikali na DPP ni mamlaka mbili tofauti na haziwezi zikaingiliana kwa sababu majukumu yake kikatiba yako tofauti. Na hoja ya mwisho ya Mheshimiwa Lissu kwa nini kielelezo hicho kisipokelewe ni kitu kinaitwa mnyororo au kwa Kiingereza tunasema chain of custody. Kuanzia kielelezo kilipopatikana, kilikohifadhiwa, kilipopelekwa kwenye uchunguzi na kiliporejeshwa mpaka hatua ya kuomba kipokelewe hapa mahakamani. Ni maoni na hoja za Mheshimiwa Lissu kwamba mnyororo huo umekatika katikati. Kuna baadhi ya maeneo kutokana na maelezo ya shahidi haelezi kielelezo hicho alikipataje.